Somo letu mchana wa leo linasema upendo wa Mungu, unaweka mkato, msingi mkuu wa ukombozi wa mwanadamu. Soma maandiko katika huo waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 10, tunaona Biblia inasema ya kwamba hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukisoma ile Yohana 3 mstari wa 16, msomaji amesoma habari ya maneno mazuri kabisa hapo ambayo yanasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Tunapozungumza kwa habari ya upendo, Bwana Yesu asifiwe, upendo ni hisia fulani ambazo zinatoka ndani ya mtu kwenda kwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Au inaweza ikawa kupitia hizo hisia ikawa ni matendo. Matendo, mtu anafanya kitendo ambacho kinaonyesha upendo kwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Na zipo aina 3 za upendo. Aina ya kwanza ya upendo inaitwa eros. Huu ni upendo ambao unazaliwa kwa hisia. Upendo ule ambao uko kati ya mme na mke. Sasa huu upendo hauwezi kuwa kati ya kaka na dada au kati ya ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Eros ni upendo unaozaliwa kwa hisia, yaani ule upendo wa wanandoa. Upendo wa watu ambao wako katika mazingira hayo ndo unaitwa eros. Lakini aina ya pili ya upendo inaitwa phileo. Bwana asifiwe. Huu ni ule upendo ambao unatokana na mahusiano, mfano upendo wa kirafiki au upendo wa kindugu au upendo ule ambao unatokana na watu kukusanyika mahali fulani. Mfano wafanyakazi wa kampuni fulani wanaweza wakawa wanapendana kwa sababu ya mazingira yao yale ya kufanya kazi. Kwa hiyo phileo ni upendo unaotokana na mahusiano. Unaweza wakawa marafiki, wanaweza wakawa ndugu, wanaweza wakawa ni wafanyabiashara, au wanaweza wakawa ni wafanyakazi au ni wakulima. Katika mazingira yoyote ni huo upendo wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini huko upendo aina ya 3 ambao unaitwa upendo wa agape. Huu ni upendo wa Mungu. Upendo ambao hauna masharti yoyote. Yaani Mungu anakupenda tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Huu ni upendo ambao hauhitaji kitu chochote. Unajua mfano upendo wa wanandoa, Bwana asifiwe, maana yake wakigombana au vile vitu ambavyo walikuwa wanashare pamoja vikiisha, vile vitu vilivyokuwa vinajenga upendo wao, maana yake upendo wao unaisha, kwa sababu vile vitu ambavyo walikuwa wanashare au vile vitu ambavyo vilikuwa vinaleta ule upendo wao vimeisha kati yao. Kwa hiyo unaona wanaachana. Lakini pia kuna ule upendo, mfano upendo wa marafiki. Mtu mwingine anaweza akawa na rafiki kwa sababu huyu rafiki yamkini anamsaidia jambo fulani. Mfano labda ni shuleni, unakuta mtu ana rafiki yake anamsaidia katika masomo, anamsaidia katika mambo kama hayo. Au mtu ana rafiki yake tu anamsaidia kibiashara, kimaisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa katika upendo kama huu unaweza ukakuta mtu anakuwa na huyu rafiki kwa sababu anatarajia kupata kitu fulani, au anakuwa na huyu ndugu kwa sababu anajua kwamba huyu shangazi au mjomba atanisomeshea watoto. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ile hali sasa au yale matarajio ambayo alikuwa nayo yasipoonekana, maana yake ule upendo unaweza ukapungua au ukaisha kabisa. Huu upendo hauna masharti. Yaani Mungu anakupenda tu, sio kwamba labda anafaidika chochote kwa sababu anakupenda. Hapana, ameamua yeye kwamba akupende. Na ndiyo maana tunajifunza kwa habari ya pendo la Mungu kwamba ni yeye ndiye alitupenda sisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Somo letu linasema upendo wa Mungu ni msingi mkuu wa ukombozi wa mwanadamu. Haleluya, wana wa Mungu.
Haleluya. Kwa hiyo upendo wa agape ambao ni upendo wa kiungu wenyewe unadumu milele. Upendo wa Mungu hauishi kwa mwanadamu. Hata kama wewe utakosea mbele zake, hata kama utakataa kutubu mbele zake, lakini yeye anakupenda na anakupa nafasi nyingine ya kwamba utengeneze. Na mara utakapoamua kutengeneza, yeye yuko tayari kukusamehe. Kwa nini? Kwa sababu hataki hata mmoja wetu apotee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo upendo mwingine unaweza ukaisha. Marafiki wanagombana, ndugu wanagombana, wanandoa wanagombana, upendo unaisha. Lakini upendo wa Mungu kwa wanadamu hauishi, hauna mwisho, ni wa milele. Wewe unaweza ukajitoa katika pendo la Mungu, lakini yeye Mungu bado anakupenda tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mambo ambayo nataka tuangalie katika hicho kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 na mstari wa 10. Biblia inasema hili ndilo pendo. Si kwamba sisi tulimpenda Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Si kwamba sisi tulimpenda Mungu. Yaani kwa maana nyingine ni kwamba sio sisi tuliompenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposoma kwa habari ya uumbaji wa Mungu katika kile kitabu cha Mwanzo, tunajifunza kwamba Mungu baada ya kumuumba mwanadamu, baada ya kumuumba Adamu na Eva na kuwaweka katika bustani ya Edeni, huyu Mungu aliwapa maelekezo, aliwapa maagizo namna gani anataka waishi, namna gani anataka waenende. Na huyu Mungu alikuwa na mahusiano ya karibu sana na hawa watu kwa sababu aliwapenda. Bwana asifiwe. Aliwaumba kwa ajili yake mwenyewe. Na baada ya kuwaumba anasema kwamba aliona kwamba ni vema, uumbaji wake ni mzuri. Kwa hiyo alikuwa anawapenda hawa watu, akawawekea mazingira mazuri katika ile bustani ya Edeni wakae, lakini akawapa maelekezo, akawapa maagizo, hiki mfanye, hiki msifanye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo Adamu na Eva kazi yao waliokuwa wanatakiwa kufanya ni kufata au kutii yale maelekezo ambayo Mungu alikuwa amewapa ili waweze kudumu katika ule upendo ambao Mungu alikuwa amewapa. Kwa sababu Mungu hakumuumba Adamu kwa sababu ya Adamu, wala hakumuumba Eva kwa sababu ya Eva. Aliwaumba wote kwa ajili yake mwenyewe, yaani ilimpendeza afanye hivyo. Msomaji, naomba unisomee Mwanzo sura ya 3 kuanzia ule mstari wa kwanza, nitakwambia pa kuishia. Karibu. Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza, Biblia inasema, Amen. Basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Hapo, asante. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nataka tuone namna ambavyo Mungu alitoa maelekezo. Bwana asifiwe. Sasa unapoona huyu nyoka anapoongea na huyu mwanamke, anamuuliza kuhusiana na maagizo ya Mungu. Anamwambia anasema, akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake hii inaonyesha kwamba Mungu alipowaweka Adamu na Eva katika bustani aliwapa maelekezo kwamba tumieni vingine vyote, lakini huu mti msiuguse. Bwana Yesu asifiwe. Na akawapa madhara kwamba siku mtakayoamua kugusa huu mti ambao nimewaambia msiguse, basi mtakufa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona kwamba hawa ndugu zetu, huyu mwanamke katika mazungumzo yale na nyoka, mwanamke anadanganyika. Baada ya mwanamke kudanganyika, anakosa kutii maelekezo ya Mungu. Bwana asifiwe. Mungu amesema hili msifanye, lakini yeye akafanya kwa sababu ameshawishiwa na huyu nyoka ambaye of course ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa kutofuata
yale maelekezo ambayo walikuwa wamepewa na Mungu, tunaona kwamba mahusiano kati ya Adamu na Eva na Mungu wao yanakuwa sio yale tena, kwa sababu Biblia inasema Mungu alikuwa na desturi ya kuwatembelea hawa watu, anasemezana nao. Lakini wakati huu baada ya Eva kuwa amekosea, amekula tunda la mti ambalo Mungu aliwakataza wasile, huyu Eva na Adamu wanajitambua kwamba kumbe tuko uchi. Bwana Yesu asifiwe. Na wanaenda kujificha, wanapata ile hofu sasa, wanaanza kumwogopa Mungu. Lakini Mungu anapouliza, nyinyi kwa nini mmejificha? Kwa maana nyingine, mbona siku zote mlikuwa mjifichi nikija? Leo inakuwaje mkajifiche? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Adamu anasema kwamba tuko uchi. Mungu anamuuliza, we nani amekwambia uko uchi? Umekula wewe tunda ambalo nilisema msile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ya kwamba wamefanya kile ambacho Mungu aliwaambia wasifanye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa kutofuata maelekezo, kwa kutofuata zile kanuni ambazo Mungu alikuwa amewawekea katika maisha yao kuishi katika ile bustani, tunaona upendo wa Mungu juu ya watu hawa unaingia dosari. Hali inatokana na hawa watu kukosa kutii. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 15:14 mstari wa 15, Biblia inasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hiyo kwa Adamu na Eva kuto kushika maelekezo ambayo Mungu alikuwa amewapa, kuto kushika zile amri ambazo Mungu alikuwa amewapa kwamba hiki mfanye, hiki msifanye, maana yake ndio maana anasema kwamba ule upendo uliingia dosari. Kwa sababu kama Mungu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu, maana yake mtu yoyote ambaye anavunja amri ya Mungu hampendi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba sio sisi ambao tulimpenda Mungu, ila ni Mungu ambaye alitupenda sisi. Bwana Yesu asifiwe. Na hii inatupeleka katika jambo la msingi la pili ambalo tunakwenda kuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza katika hiyo waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 10, nimesema linasema si kwamba sisi tulimpenda Mungu. Bwana asifiwe. Nimezungumza kidogo hapo kwa habari ya Adamu na Eva. Lakini jambo la pili linasema bali kwamba yeye alitupenda sisi. Kwa hiyo kama sio sisi tuliompenda yeye, maana yake ni yeye aliyetupenda sisi. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya anguko la hawa ndugu zetu, tunaona kwamba kilipita kipindi kirefu cha ukimya. Maisha yaliendelea. Bwana asifiwe. Watu walizaliwa, kina Ibrahimu wakapita hapo, manabii mbalimbali wakapita. Bwana asifiwe. Lakini Mungu alikuwa na huu mpango, lakini alikuwa hajautekeleza au hajaanza kuutekeleza bado. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kipindi kirefu kikapita, Mungu akatumia manabii wake mbalimbali ili watembee na watu wake. Tunajua kwa habari ya wana wa Israeli, taifa teule la Mungu ambalo lilipita hapa katikati kabla ya kuzaliwa au kabla ya utimilifu wa hii ahadi ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo baada ya kuwa hiki kipindi kimepita, kipindi kirefu, ulipofikia utimilifu wa wakati, Bwana asifiwe, ulipofikia utimilifu wa wakati, Mungu akatuma kupitia manabii wake watabiri kwa habari ya kuzaliwa kwa mkombozi ambaye atakuja kurejesha yale mahusiano yetu na Mungu ambayo Adamu na Eva walikuwa wameyaharibu katika bustani ya Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo hapa tunajifunza kwa habari ya ukombozi wa mwanadamu. Ukombozi wa mwanadamu unatabiriwa na manabii. Kwa hiyo huu ukombozi, au leo tunafanya kumbukizi ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, Bwana asifiwe, ni kwa sababu Mungu alitupenda na sio vinginevyo. Na upendo wake aliuonyesha kwa vitendo, sio tu kwa hisia za ndani. Aliuonyesha kwa vitendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo manabii mbalimbali wanatabiri kwa habari ya kuzaliwa Masia, mkombozi ambaye ataukomboa ulimwengu, atarejesha yale mamlaka
ambayo tulikuwa tumeyapoteza kupitia wazazi wetu wale katika bustani ya Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Msomaji wangu Isaya 7 mstari wa 14, karibu. Isaya 7 mstari wa 14, Biblia inasema, Amen. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Naomba urudie tena. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona hapa Isaya alikuwa anatabiri kwa habari ya Mungu kutoa ishara, na ishara yenyewe ni kwamba bikira atachukua mimba na atazaa mtoto mwanamume, lakini anatajwa na jina ya kwamba huyo mtoto ataitwa Imanueli. Bwana Yesu asifiwe. Labda unaweza ukayatazama haya maandiko kwa juu juu. Bwana asifiwe. Bikira anaweza kuchukua mimba? Hawezi? Okay. Kwa hiyo kumbe hii ilikuwa ni ishara, kwa sababu katika hali ya kawaida ya kibinadamu bikira hawezi kuchukua mimba. Bwana asifiwe. Sisi tunazaliwa kwa mwili, sio kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umezaliwa kwa roho, si kwa mwili. Una baba, una mama, si ndio? Biolojia inaingia hapo, sisi tunazaliwa. Amen. Lakini hapa Mungu anamtumia nabii Isaya kusema kwamba tazama, bikira atachukua mimba. Manake hiyo tayari ni ishara ya kwamba Mungu wetu hafungwi na itifaki za kibinadamu, kwamba yeye akiamua kufanya lolote linafanyika. Ndiyo maana Mungu anasema kwamba bikira ndiye atakayechukua mimba na sio mama ambaye alishazaa, kama ambavyo sisi tunaweza tukaelewa kwamba bikira hawezi kuchukua mimba. Bwana. Lakini twende tukaangalie tena Isaya hiyo hiyo sura ya 9 mstari wa 6 mpaka wa 7. Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Mstari wa 6, Biblia inasema, Amen. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe, katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuuthibitisha na kuutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kuona kwamba Isaya, huyu nabii Isaya anaendelea tena kupewa mafunuo na Bwana na anaendelea kutabiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kule kwenye Isaya 7 mstari wa 14 alisema ya kwamba kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamuita jina lake Imanueli. Lakini katika hii sura ya 9 ukianzia ule mstari wa 6 anazungumza kana kwamba hilo jambo limeshatendeka. Anasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, na sifa nyingine anaendelea kuzitaja pale chini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wanatheolojia wanasema Isaya alitabiri habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo miaka 400 kabla Yesu hajazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Miaka 400 kabla hajazaliwa, yeye anasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni imani ya kiwango cha juu sana. Bwana Yesu asifiwe, kupewa unabii kama huu na kuutoa kwa watu. Lakini huyu anatabiri miaka 400 kabla. Maana yake imani yake
mimi naamini ilikuwa ni ya kiwango cha juu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume. Amen. Sasa Biblia inatuambia tumepewa mtoto mwanamume na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Msomaji, naomba unisomee Mathayo sura ya 1 mstari wa 18 mpaka 25. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Karibu. Mathayo sura ya 1 mstari wa Mathayo 1:18-25. Biblia nasema, amen, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe, asimjue kamwe, hata alipomzaa mwanawe, akamwita jina lake Yesu. Amen. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika hiyo Mathayo sura ya 1 mstari wa 18 mpaka 25 tunaona namna ambavyo sasa ule utimilifu wa ule unabii ambao alikuwa ameutoa Isaya, aliyokuwa amepewa na Bwana, unatimia. Tunaambiwa hapa namna ambavyo huyu Yesu alizaliwa, ya kwamba huyu Mariamu wakati akiwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajawa na mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Vijana mpo? Vijana mpo? Hakuna mahusiano kabla ya ndoa. Bwana asifiwe. Haleluya. Huyu Mariamu kama angekuwa na mahusiano na Yusufu kabla ya ndoa, Yusufu asingeshtuka, yamkini angebambikiwa, si ndio? Bwana asifiwe. Lakini huyu Mariamu yeye alikuwa hajakaribiana, hana mahusiano yoyote na Yusufu, alikuwa tu ameposwa kwa taratibu. Bwana asifiwe. Lakini hawajakaribiana. Sasa huyu Yusufu anashangaa kwamba huyu Mariamu mbona ana mimba wakati mimi hatujawahi kuwa na mahusiano yoyote. Bwana asifiwe. Huyu Yusufu Biblia inasema alikuwa mtu wa haki, kwa hiyo akasema isiwe shida, mimi ngoja nimuache kimya kimya. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu lilikuwa ni jambo la kimungu, lilikuwa ni mpango wa Mungu, tunaona Mungu anamtuma malaika anamtuma malaika kwa Yusufu kwenda kumfafanulia hilo ambalo limetokea kwa Mariamu ni jambo gani. Bwana Yesu asifiwe. Na anamwambia asihofu, asiogope kumchukua huyu Mariamu. Kwa nini? Kwa sababu hiyo mimba ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Lakini anamwambia pia kwamba huyo Mariamu atazaa mtoto na jina lake ataitwa Yesu. Bwana asifiwe. Na Yusufu kwa sababu alikuwa anamjua Mungu. Bwana asifiwe. Hivi kama Yusufu alikuwa amjui Mungu angeweza kukubali? Bwana asifiwe. Hata yule malaika yamkini angeweza kuona kama ni pepo. Bwana asifiwe. Wakati mwingine tunamkemeaga Yesu, si ndio? Tunakemea. Mungu anakusemesha kwa sababu kile kitu wewe moyo wako haujakubali. Mfano mimi niambiwe kwamba sasa wewe Veronica, hebu chukua hii gari yako, mpe pula hapo atembelee. Bwana asifiwe. Wewe nitajiuliza mara 3, umesema? Haleluya. Umesemaje kwamba nimpe? Yani naanza. Bwana asifiwe. Mungu alete maono mengine, hayo sio ya Mungu. Lakini kumbe Mungu anataka la zamani litoke, alete jipya. Bwana asifiwe.
Kwa hiyo mimi ninaamini ya kwamba huyu Yusufu alikuwa ana mahusiano mazuri na Mungu, na ndio maana aliweza kupokea ule ujumbe bila tashwishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo tunaona Biblia inatuambia kwamba huyu Yusufu akafanya kama vile ambavyo malaika alimwambia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuwa na mahusiano na Mariamu mpaka Yesu alipozaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wenzetu wengine hawaamini kwamba Yesu ana ndugu zake. Bwana asifiwe. Lakini Biblia inatuambia kwamba Yesu ana ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 amen. Kwa hiyo kumbe kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa kwa jinsi hiyo. Msomaji, naomba unisomee Luka 1:28 mpaka 30. Luka sura ya kwanza mstari wa 28 mpaka 30. Biblia inasema, amen. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Endelea. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika hili andiko tunaona kwamba tulianza kusoma kwanza lile la Yusufu, ilibidi tusome kwanza hili. Amina. Lakini naamini kwamba tutaelewa kwamba Mariamu yeye mwenyewe alipewa habari za kuzaa huyo mtoto na malaika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, wana wa Mungu. Anaposalimiwa na huyu malaika, malaika anasema, salamu uliopewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Sasa Mariamu hiyo salamu hakuielewa, kwa sababu ilikuwa ni salamu ambayo aliona kwamba haistahili. Lakini malaika anamwambia, anamtoa hofu, anamwambia usiogope, kwa sababu umepata neema mbele za Mungu, na kupitia wewe atazaliwa mtoto ambaye utamuita jina lake Yesu. Mtoto huyo atakuwa wa kiume, na huyo mtoto atakuwa mtu mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Maana yake ni mfalme huyu ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele na milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haya ni maneno ambayo alipewa Mariamu kabla hajapata ile mimba. Bwana asifiwe. Wakati amepata ile mimba, malaika anakuja kuongea na Yusufu kwa habari ya kumchukua Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa tuone sifa za huyu mtoto ambaye amezaliwa. Kwanza kabisa, kuzaliwa kwa Yesu, unajua hakukuwa kwa kawaida kama ambavyo watu wengine tumezaliwa au kama ambavyo watoto wetu wanazaliwa. Kunatangazwa miaka mingi kabla ya kuzaliwa, kama tulivyosoma kitabu hicho cha nabii Isaya. Lakini pia tunaona kwamba Mungu anatuma malaika walete habari kwa wale ambao watatumika kama vyombo, Mariamu kutumika kama chombo cha kumbeba mkombozi, lakini Yusufu kutumika kama mlezi wa huyu mkombozi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Sasa sifa za huyu mtoto ni sifa gani? Sifa ya kwanza ya huyu mtoto, Biblia inasema, tumesoma katika Isaya ile sura ya 6, sura ya 9 kuanzia mstari wa 6. Biblia inasema kwamba huyo mtoto mwenyewe atakuwa mwanamume. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hiyo ni sifa ya kwanza, mtoto atakayezaliwa. Anasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume. Wanawake mpo? Nyie mnaotaka usawa mpo? Bwana asifiwe. Mnataka kuwa sawa na wanaume. Bwana asifiwe. Lakini huyu mtoto amezaliwa, alizaliwa ni mtoto mwanamume. Kwa nini nasema hii ilikuwa ni sifa? Bwana asifiwe. Ilikuwa ni sifa kwa sababu kwa desturi za nyakati hizo, Bwana asifiwe,
Nasema za nyakati hizo kwa sababu sasa hivi tunachakachua, tunasema sisi usawa, tuko sawa. Kama wanaume wanaweza, na sisi wanawake tunaweza, si ndio? Bwana asifiwe. Lakini kwa desturi za wakati huo, Bwana asifiwe, mtoto wa kiume alikuwa bora kuliko mtoto wa kike. Bwana asifiwe. Ndio maana Yesu alipofanya muujiza wa kulisha wale watu 5,000 kwa ile mikate na samaki, waliohesabiwa walikuwa ni wanaume bila wanawake na watoto. Bwana asifiwe. Wanawake, Bwana asifiwe. Mpo, mjue nafasi zenu, msiwapande waume zenu kichwani. Bwana asifiwe. Haleluya. Mbona msemi amen? Yani baba ni kichwa cha familia, wewe unafata kwa pale chini. Amina. Usitake kuwa kichwa alafu baba akawa chini yako. Baba akisema A, wewe unasema B. Sawa? Hutaki cha baba, unataka cha kwako. We ni nani? Bwana asifiwe. Biblia inasema kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa, mume ni kichwa cha familia. Sasa we ni mume, unataka kuwa kichwa cha familia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo huyu mtoto sifa yake ya kwanza ni mwanamume. Kama nilivyosema, alikuwa bora kwa wakati huo. Wakati ule wanawake walikuwa, si unaona, kama hata hawajahesabiwa, manake kuwepo tu. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo huyu mtoto alikuwa ni bora, mtoto mwanamume. Ndio maana hata wamama wanahangaika sana. Yaani mama akizaa watoto wa kike anahangaika, atazaa watoto hata 5 ili mradi anatafuta wa kiume. Kwa nini hao? Kwani hao wana nini? Bwana asifiwe. Haleluya. Mtoto wa kiume anabeba jina, mnasema, si ndio? Wanawake wanaenda kukuza koo za watu, ila wa kiume wanakuza ukoo wako, si ndio? Bwana asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza, au ni sifa ya kwanza ya huyu mtoto. Lakini sifa yake ya pili, uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Manake huyu mtoto alikuwa ni mfalme kamili. Isaya 22:22. Biblia inasema, amen, na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitauweka begani mwake, yeye atafungua wala hapana atakayefunga, naye atafunga wala hapana atakayefungua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyu ambaye uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, Biblia inasema ya kwamba atapewa ufunguo wa nyumba ya Daudi. Utawekwa begani mwake. Manake atapewa mamlaka. Yeye akifungua hakuna anayeweza kufunga, na akifunga hakuna anayeweza kufungua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kama Mungu amekuokoa wewe, Bwana asifiwe, hakuna anayeweza kukupeleka kwenye dhambi isipokuwa kama wewe mwenyewe umeamua. Bwana asifiwe, kwa hiari yako, si ndio? Haleluya. Biblia inasema atafungua wala hapana atakayefunga. Manake unapokuja umefungwa na vifungo, vifungo vya mizimu, mapepo, sijui vitu gani, Mungu anao uwezo wa kukufungua. Na anapokufungua, manake sasa hapo ni wewe mwenyewe kuamua kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya, wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu alipewa uweza, uweza, mamlaka, nguvu na uweza, vyote alikuwa navyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakati Yesu amekufa, aliposhuka kule kuzimu, Biblia inasema alimnyang'anya shetani funguo za mamlaka. Tumeanzia mbali kujifunza kule kwa Adamu na Eva ili tuweze kuelewa vizuri, kwa sababu baada ya Adamu na Eva kukosa kutii na kutotii zile amri za Mungu, tunaona kwamba walinyang'anywa ile mamlaka ambayo Mungu alikuwa amewapa, kwa sababu alipowaumba aliwaambia waende wakatawale na kumiliki. Sasa wanapofanya makosa, wanapokosea Mungu, maana yake ile mamlaka ambayo Mungu alikuwa amewapa inaondoka kwao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inapoondoka kwao kupitia sasa ukombozi wa Yesu Kristo, maana yake ile mamlaka inarejeshwa. Yesu anapokwenda kuzimu, amekufa, tunaambiwa kwamba anakwenda kumnyang'anya shetani, au alimnyang'anya shetani zile funguo za mamlaka.
maana yake akazirejesha kwetu. Ndio maana leo hatuko tena chini ya utumwa wa dhambi. Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Sisi tena leo ni wamiliki. Ukiamua kumiliki utamiliki, ukiamua kutawala utatawala. Lakini ukiamua kumilikiwa pia ni uamuzi wako, na ukiamua kutawaliwa ni uamuzi wako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana alishatulipia hiyo gharama. Mmeimba hapa, hati ile ya mashtaka ametulipia madeni yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi hatudaiwi, hatuna deni. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe labda ujichanganye ili shetani apate sababu na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uweza wa kifalme uko begani mwake, utakuwa begani mwake. Manake huyu Yesu wetu ana mamlaka yote. Na Biblia, ndio maana Biblia inasema kwamba kwa kupitia hilo jina la Yesu tunaponya magonjwa. Kupitia jina la Yesu watu wanafunguliwa vifungo. Kupitia jina la Yesu unapata kila kitu. Ita jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu lina mamlaka, lina nguvu, lina uweza. Bwana Yesu asifiwe. Na huo uweza alipewa tangu hajazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huu ulikuwa ni utabiri wa nabii Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu au sifa ya tatu ya huyu mtoto ni mshauri wa ajabu. Yaani anakushauri vizuri, anakushauri vema ukilinganisha na ushauri wa wanadamu. Kwa hiyo unapokwenda kwake kwa ajili ya kuomba ushauri, ndio maana tunaambiwa katika kila jambo mtangulize Mungu. Usifanye jambo lolote kwa akili zako. Ukiona umekwama ndo unamkumbuka. Kabla hujafanya jambo lolote, nenda kamuulize, hivi hiki nifanye nisifanye? Yeye atakushauri kwa sababu ni mshauri wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukatafuta ushauri kwa ndugu yako, unaweza ukatafuta ushauri kwa rafiki yako. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini wakati huo mtu amekukwaza, unawaza kisasi, unaenda kwa rafiki yako au ndugu yako. Ndugu yako anaweza akakwambia ulipize kisasi. Lakini ukienda kwa Yesu, Yesu anakuambia msamehe. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo tunapopata ushauri kwa huyu Yesu, maanake yeye anatushauri vizuri. Bwana asifiwe. Wakati kiburi kanataka kuinuka ndani yako, Mungu huyu Yesu atakushauri unyenyekee. Wakati unachoka, unakata tamaa, unasema mimi hapa basi, huyu Yesu atakwambia usikate tamaa, jitie nguvu, jitie nguvu, endelea na safari, utafika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu Yesu ni mshauri wa ajabu. Ukiwa na jambo lako mpelekee yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya Mungu. Haleluya, haleluya. Lakini jambo la nne, huyu Mungu ni mwenye nguvu. Biblia inasema Mungu mwenye nguvu. Kwa hiyo wale wanao sita kusema kwamba Yesu sio Mungu, sisi tunaamini kwamba Yesu ni Mungu kamili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu ni Mungu kamili kwa sababu neno lake limesema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anaweza kufanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu. Fahamu zetu za kibinadamu zina ukomo, lakini yeye kama mfalme hana ukomo. Anaweza kufanya mambo makubwa ambayo unajiuliza, hivi hili na lenyewe limekuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Wakati anahojiana na Ayubu, wakati ule Ayubu anapita katika yale majaribu, Ayubu akamlaumu Mungu pale kwenye ile sura ya kuanzia 38 pale. Mungu anaanza kumuuliza Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Anamuuliza Ayubu, wewe unazijua ghala za mvua ya mawe ziliko? Bwana asifiwe. Ghala za mvua ya mawe. Siku moja nilikuwa nasoma ndo nikasema kumbe na mvua za mawe ziko store. Bwana asifiwe. Kwamba kuna ghala za mvua ya mawe, lakini kuna ghala za theluji. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sisi tuko ukanda wa joto huku, yale mambo ya theluji, barafu hayapo kwetu. Lakini huko Ulaya wenzetu wanaishi kwenye hali kama hizo. Wakati mwingine hata wanashindwa kutoka nje kwa sababu ya yale mabarafu yanaanguka kiasi kwamba mpaka hata yanaweza yakahatarisha maisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapo anasema kwamba ameiwekea bahari milango na makomeo. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kumbe bahari ile unavyoiona wewe, unavyoijua wewe, bahari ya Hindi, Bwana asifiwe, bahari ile ina milango
na ina makomeo ambayo Mungu ameweka humo na anayajua yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa namna ambavyo huyu Mungu anaweza kufanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Mahali fulani siku moja nikawa nasoma Biblia inasema, je, unajua uzito wa mlima? Umewahi kuwaza kwamba Mungu anajua mpaka uzito wa mlima? Bwana Yesu asifiwe. Amepima, si ametengeneza mwenyewe? Bwana asifiwe. Unaujua uzito wa mlima? Haujui. Lakini yeye kwa sababu ni Mungu mwenye nguvu, anajua kila jambo, na anasema yeye ndiye aliiwekea bahari mipaka, kwamba mwisho wako utafika hapa, hakuna kuvuka. Bwana asifiwe. Lakini anapotaka kuadhibu watu au anapotaka watu wakumbuke kwamba yeye yupo, anaruhusu kwamba bahari ivuke ule ukomo au ile mipaka. Ndio maana tunazungumza kwa habari ya mafuriko, sijui vimbunga vimefanyaje. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini huyu Yesu ni baba wa milele. Yohana 1 kuanzia mstari wa 1. Haya ya ghala za baridi na mvua za mawe, utasoma Ayubu sura ya 38 yote. Soma 38, 39 imezungumza hizo sifa na ukuu wa huyu Mungu. Yohana sura ya 1 mstari wa 1, Biblia inasema, amen, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Amen. Asante, inatosha. Tunajifunza kwa habari ya kwamba Yesu ni baba wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma hapo katika hiyo Yohana 1:1 inajieleza vizuri kabisa. Twende tukasome Waebrania 13 mstari wa 8. Waebrania 13 mstari wa 8. Yesu ni Mungu kamili. Yesu ni neno. Waebrania 13 mstari wa 8, Biblia inasema, amen, Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Sema amen. Ndio maana Isaya alijulishwa kwamba huyu Yesu au huyo mtoto atakayezaliwa ni baba wa milele, kwa sababu alikuwepo jana, yupo leo, atakuwepo. Sisi tutaondoka, tutafutika, yeye yupo milele. Amina. Ufunuo 1:8, karibu. Ufunuo 1:8, Biblia inasema, amina, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja, Mwenyezi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo huyu mtoto sifa yake ya 5 ni baba wa milele, yaani ni wa milele. Alikuwepo, yupo, ataendelea kuwepo. Bwana asifiwe. Alikuwepo katika uumbaji, atakuwepo katika hukumu, atakuwepo katika vyote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Lakini sifa yake ya 6, huyu mtoto ambaye amezaliwa na leo tunaazimisha, ni mfalme wa amani. Luka 2:14, mfalme wa amani. Luka 2:14, Biblia inasema, amen, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyu alikuwa malaika anatangaza kwa habari ya kuzaliwa kwa huyu mfalme wa amani. Anasema amani iwe duniani kwa watu wote aliowaridhia. Maana yake wale wanaomwamini Kristo, yeye anawapa amani. Yohana 14:27, karibu msomaji. Yohana 14:27, Biblia inasema, amen, amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Amen. Naomba urudie tena. Amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ambayo alikuwa anayasema Yesu
wakati amefufuka na anataka kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia wanafunzi wake kwamba anawaachia amani. Na anasema ile amani anayowapa yeye sio kama ulimwengu unavyotoa. Maana yake amani anayowapa yeye inapita fahamu za kibinadamu, ni tofauti na ile amani ya kibinadamu. Anawaambia msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na hofu. Kwa hiyo kumbe, unapokuwa na hii amani ya Kristo ndani yako, hautakiwi kuwa na hofu wala hutakiwi kufadhaika. Kwa nini? Kwa sababu mfalme wa amani anakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunasikia habari za vita mahali mahali, tunasikia amani. Kutafuta amani imekuwa ni wimbo katika ulimwengu au dunia tunayoishi. Bwana Yesu asifiwe. Machafuko kati ya mataifa na mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa sababu sisi ametuepusha na hayo machafuko. Amen. Lakini sehemu nyingine wana changamoto za amani, mapigano, vita. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanakufa kwa sababu ya njaa. Na Umoja wa Mataifa wanapata changamoto ili kwa ajili ya kuhudumia, kwa sababu Umoja wa Mataifa wenyewe unahusika na mataifa yote. Kwa hiyo mahala popote panapokosekana amani, manake wao lazima waingie. Kwa hiyo kunapokuwa na mazingira kama hayo sehemu nyingi, manake hata wao utendaji wao wa kazi pia unakuwa ni mgumu, kwa sababu lazima wapeleke majeshi kama kuna vita, lazima wapeleke vyakula, lazima wapeleke hao madaktari, madawa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo viongozi wa ngazi za juu huko wa kidunia wanahangaika kutafuta amani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hata yule rais wa Marekani alikuwa anahangaika kuwapatanisha yule rais wa Urusi na yule rais wa Ukraine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanahangaika kutafuta amani, lakini amani wanayoitafuta wao sio kama ile ambayo mtu aliyemwamini Kristo anakuwa nayo. Kwa hiyo amani ya Kristo inaondoa fadhaa, inaondoa uoga. Lakini amani hii kama yeye mwenyewe anavyosema Yesu ni kwamba amani yake anayotoa sio kama inavyotolewa na watu wengine. Ndio maana tunamuita mfalme wa amani, na tukiwa tunaomba tunamdai kwamba tunaomba amani katika nchi yetu, kwa sababu wewe ni mfalme wa amani, unaweza ukatupa hiyo amani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sifa ya 7, huyu mtoto ana sifa nyingi, vumilieni tu kidogo. Amen. Zimebaki chache, au hizo zinawatosha? Bwana asifiwe. Sifa ya 7 ya huyu mtoto ambaye ni birthday yake leo inasema, maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe katika kiti cha enzi cha Daudi, na ufalme wake kuuthibitisha na kuutegemeza kwa hukumu na haki tangu sasa na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ufalme wa Yesu Kristo hauna mwisho, tangu sasa na hata milele. Ufalme wake hauna mwisho, kama vile ambavyo nimeelezea kwamba yeye ni baba wa milele. Maana yake mamlaka yake hayana mwisho, utawala wake hauna mwisho. Tunajifunza kwamba baada ya unyakuo, baada ya ziki kuu, Bwana asifiwe, pale kuna ile miaka 1000 ambayo Yesu Kristo atakuja kutawala na watakatifu duniani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba ufalme wake unaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alikuwa mfalme kabla hajazaliwa, lakini mfalme akiwa amezaliwa, na mfalme baada ya kufa na kufufuka bado ni mfalme, hata sasa hivi bado ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Hana mipaka, hana mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Lakini jambo la 8, Biblia inasema wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda haya. Maana yake wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaosababisha huyo mkombozi azaliwe. Bwana Yesu asifiwe. Wivu wa Mungu Baba ndio utakaosababisha huyu Mungu Mwana afanyaje? Azaliwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapozungumza kwa habari ya wivu wa Bwana, sio wivu wa kibinadamu, chuki. Bwana asifiwe. Ambao wivu una chuki, una ubinafsi, una fitina, una masengenyo. Sio huo. Bwana Yesu asifiwe. Wivu wa Bwana ni wivu wenye upendo, upendo ambao una shauku kali, na bidii
ya kulinda kile kilicho chake. Tumesoma pale katika Mathayo ya kwamba huyu Yesu anayezaliwa anakuja kuwakomboa watu wake na dhambi zao. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sisi ni watu wake. Kama sisi ni watu wake, maana yake Mungu ana wivu na sisi, anatuwazia mema, hataki tupate shida. Ni kama vile ambavyo wazazi wanatamani kwamba watoto wao wasipate shida. Hawatamani kwamba watoto wao wapotelee kwenye ulevi, watoto wao wapotelee kwenye kuvuta mabangi au waharibikiwe. Wanatamani watoto wao wawe vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile Mungu sisi kwetu ni baba. Kwa hiyo anatamani ya kwamba tukae vizuri, tuishi katika uzuri, na chochote ambacho kinataka kutuharibu, hicho yeye hawezi kukifurahia. Ndiyo maana Biblia inasema kwamba anapomtuma mwanawe wa pekee, maana yake wivu wake, ule upendo wake wa kulinda kilicho chake, ndio unamsukuma kwamba huu mpango ufanyike au utimilizike. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya. Maana yake huyu Mungu amejitolea kikamilifu kwa ajili ya watu wake na utukufu wake mwenyewe. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Wivu wa Bwana ndio utakaotenda hayo yote. Bwana ana wivu na wewe, ndio maana haachi kukutafuta kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu anatupenda sana. Kama Mungu angekuwa hatupendi, wala asingehangaika. Bwana asifiwe. Kwani si angetufuta tu akaumba wengine? Kwani kuna shida gani? Angeumba wazuri kuliko hata sisi. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu ana upendo, na imempendeza kwamba atengeneze, atufutie hati ya mashtaka, aturejeshe mamlaka yetu ambayo ilikuwa imenyang'anywa pale katika bustani, ili tuishi kwa mamlaka yale ambayo alikuwa ameyakusudia tangu awali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kama unanielewa, hebu chapa makofi na vigelegele kwa Yesu. Kwa hiyo kumbe kusudi la pendo la Mungu kwetu ni kwamba mwanawe Yesu Kristo awe kipatanisho kwa dhambi zetu. Kwa hiyo Yesu amekuja atukomboe mimi na wewe kutoka katika dhambi. Hebu angalia, ndio maana pale mwanzo kabisa wa somo letu tukasoma yale maandiko. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, lakini Biblia mahali fulani inasema tazameni pendo. Hili pendo ni la namna gani? Mtu anautoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Bwana Yesu asifiwe. Hapa hamna mtu anaweza kutoa uhai kwa ajili ya yeyote. Bwana asifiwe. Awe mtoto, awe nani. Simba akiingia hapa unauliza wapi Neilini? Wapi Neli? Bwana asifiwe. Ndivyo binadamu tulivyo, si ndio? Bwana asifiwe. Yaani utakuja kukumbuka mwenzio umefika kule. Viwango hivyo hatujafika. Bwana asifiwe. Lakini tukitaka tunaweza kufika, si ndio? Hatutafika kabisa, lakini tunaweza tukasogea, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Na hilo ndilo neno la Bwana. Bwana awabariki. Kama mmeelewa, mshangilieni Mungu wenu. God bless you. Mungu awabariki. Amen. Muwe na sikukuu njema. Karibuni kwetu.